نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndugu zangu, napenda kila mmoja atulize akili yake katika mtiririko huu unaokwenda nao. Somo ni kwamba ujiulize, nimefanya nini kwa ajili ya dini yangu? Mimi nimefanya nini kwa ajili ya dini yangu? Nipo duniani mpaka nitaondoka, nimeitumikiaje dini yangu? Mimi haswa, mimi kiachilia mbali sisi, mimi nimefanya kitu gani kwa ajili ya dini yangu? Kila mmoja awe atajiuliza swali hilo. Tunamshukuru Allah ambaye ametuumba kwa mapenzi yake tu, tulikuwa hatupo, akatukuza kutoka katika hali ya utoto mpaka tumekuwa hivi tulivyo. Alitupa nguvu wakati tumepitia hatua za udhaifu, akatufanya tuna uwezo wa kusikia, wengine akawafanya hawasikii, mimi na wewe tukiwa tuna bahati ya kusikia. Akatufanya tunajitegemea, wako wengine mpaka wahudumiwe. Akatupa maarifa, tumezidiana. Unaweza ukamwangalia mwingine ukasema tahira, ukasema ana upungufu wa akili, lakini wewe unazo na mimi ninazo, alhamdulillah. Akatupa amani na utulivu katika nchi yetu na majumbani mwetu, akatupa na mwongozo ambao wakati wowote tukitatizika dini yetu, Qur'ani na mafundisho ya mtume yapo, walimu tunao. Tunamshukuru Allah aliyetuwekea wazi kutufundisha kwamba ametuumba kwa kazi moja tu, nayo ni kuwa tumwabudu yeye tu. Ndio kazi tulioumbiwa, na kumwabudu maana yake ni kumtii yale anayoyataka kwenye kufuata na kuacha. Kumwabudu Allah ni utiifu wetu kwake kwenye amri za kufuata na kwenye amri za kuacha. Maana yake ni kwamba tusiishi tunavyotaka sisi, bali tuishi anavyotaka yeye. Hilo ndilo lengo la sisi kuumbwa, na lengo hilo akalibaini katika surati Adh-Dhariyat aya ya 56. Adh-Dhariyat aya ya 56, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anasema Allah, sikuumba majini na wanadamu, sikuumba majini na watu kwa lengo lolote, ila nimewaumba waniabudu tu, yani wanitumikie. Likija swali la kifedhuli kiubinadamu, Allah muumba mbingu na ardhi, muumba kila kitu, anataka watumishi wa nini? Nasema la kifedhuli kwa sababu Allah haulizwi, lakini
ubinadamu unakuja. Mungu akitaka jambo anasema kuwa, linakuwa. Hawa watumishi wa kazi gani? Kwa mapenzi yake Allah na hikma zake, utumishi aliouweka kwetu ni kwa ajili yetu sisi wenyewe. Faida itarudi kwetu kwamba nataka unitumikie, ukinitumikia nakupa hiki, na usipotumika nitakuadhibu. Wala ukinitumikia huniongezei kitu, wala ukiacha kunitumikia hupunguzi kitu katika mamlaka yangu. Basi ni kwa faida yetu, ni utashi tu. Alikuwa anataka kutuona viumbe wake, ametuumba, ametupa khiari na uwezo wa kuchagua na kuacha, akataka tumtumikie ili atulipe. Na tulipokubali kumtumikia, viumbe vingine mzigo waliokuwa umeonyeshwa wakashindwa kuubeba, sisi tukakubali kuibeba amana. Allah akatupa heshima kubwa sana kwa viumbe wote, akatupa heshima kubwa, akatuandika kwenye Qur'ani kwamba kwa hakika nimemkirimu mwanadamu na nimewabeba nchi kavu na baharini, na nimewaruzuku vyakula vingi vingi vizuri vizuri, na nimewapa fadhila kushinda viumbe wangu wengi kwa fadhila nyingi. Heshima tumepewa. Tunamshukuru Allah ambaye katika hiyo ibada aliyotuwekea tumwabudu, utiifu ule aliotupangia tumtii, kila amri yake ina manufaa kwa walimwengu na kwa ulimwengu tukifuata. Kila katazo lake lina madhara kama tukifanya, na tukiacha tunafaidika. Kila alichokataza, kama watu wasipomsikiliza watadhurika lazima, na wakisikiliza watapata faida. Huyu ndio Allah na hizo ndio hikma zake. Na kwa hikma zake vile vile hakuweka kitu chochote ambacho kitakuwa na madhara alafu akakifanya eti ni ibada. Hakuna, hajaweka kitu chochote chenye madhara alafu akasema ni ibada. Kwa mfano, mtu aseme najitoa roho yangu kwa kujinyonga kwa ajili ya Allah. Hakuna habari hiyo, hakuna hiyo. Kufa kwa namna hiyo hakuna. Iwe ni madhara, iwe udhurike alafu iwe ni ibada, hakuna. Mtu asikwambie mbona mtu kufa kwenye jihadi basi ni ibada kubwa. Kufa kwenye jihadi ni kupambana, lengo sio kufa. Lengo ni kumshinda anayetaka kuzuia dini ya Allah, ndio lengo. Ni kumshinda anayetaka kufanya udhalimu, ndio lengo. Ikitokea yeye amekuua, basi amekuua, wewe umepata daraja kubwa, umekufa kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah. Lakini Allah hakuweka kitu chenye madhara kiwe ni ibada ya kumwabudu yeye, wala hakufanya kitu chochote ambacho kitamdhuru mwanadamu iwe kitu hicho eti unajisogeza kwa Allah. Iliwahi kutokea siku moja maswahaba na Mtume sallallahu alaihi wa sallam wako kwenye safari, wakati wameweka mahema kupumzika, sahaba mmoja akaonekana yuko juani, haingii kwenye hema, mara ameanguka. Alipoanguka watu wakamkimbilia kumsaidia ili wampe maji, hataki kunywa. Mtume akauliza wale walioko pale karibu yake, yule ana tatizo gani? Wakamwambia yule ameweka nadhiri kwa ajili ya Allah afunge, halafu akae juani, asiingie kivulini, halafu awe amesimama tu pale juani.
Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, mwambieni aondoke juani na aingie kivulini akae, lakini saumu yake akamilishe. Angalia hapo, saumu ni kitu cha kawaida ambacho Mungu anakiridhia, lakini kukaa juani halafu tena umesimama usikae, vitu hivyo Mungu hakuweka, kitu cha madhara kwa ajili ya kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamshukuru Allah ambaye alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hakuacha kheri yoyote ila alitufundisha, na yeye ndiye aliyesema, man daa ila huda, mwenye kuwaita watu kwenye mwongozo, kana lahu min al-ajri, atapata ujira wa kuita kule, mithlu ujuri man tabi'ahu, kama mfano wa wale wote watakayefuata. Yani atapata ujira wa yeye kuita na ujira wa kila aliyefuata, ambaye atalipwa na yeye analipwa. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, kule kuwa atalipwa yeye sio kama wale wenye kufuata wanapunguziwa ujira wao ili apewe yeye. La, kila mmoja anapata ujira wa lile jambo la mwongozo, na wao wakipata, na yeye anapata ujira wa kila mtu aliyefanya kitu kile. Huyo ndio Mungu na hizi ndio fadhila zake. Anapenda vitu ambavyo vitanufaisha watu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha namna hiyo, mambo mazuri yafanywe hivyo. Ukimuita mtu kwenye mwongozo utalipwa, watu wakifuata mwongozo ule watalipwa, na wewe unalipwa kwa kufuata kwao. Kila alichopata yule na wewe unapewa bila ya wao kupunguziwa. Allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi. Na aliapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika swala hili la kuongoka na kuongoza, akasema, fawallahi, na apa kwa Allah, la an yahdiya Allahu bika rajulan wahida, lau kama Allah atamuongoza mtu mmoja tu kwa ajili yako wewe, kwa mafundisho yako wewe, kwa kumshika mkono wewe, khairul laka, hilo jambo litakuwa ni bora kwako kwa kumuongoza huyo, min humurin naam, kuliko kupata ngamia wekundu. Kwa siku hizo akitoa mafundisho hayo, wale ngamia wekundu walikuwa na thamani sana. Akamwambia, kuliko ungepata ngamia wekundu wale wenye thamani kubwa, wewe kumuongoza mtu mmoja kwako ni bora kuliko hilo. Mtu mmoja tu akapata mwongozo kupitia wewe, namna yoyote ile. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, ni nani atakayekuwa amesema maneno mazuri kumshinda yule aliyewaita watu kwa Allah? Nani huyo? Maneno yetu ya mchana kutwa tunayoyazungumza, akapatikana mwenzetu amemuita mtu kwa Allah, maneno yetu yote yanashindwa na yule aliyetumia maneno machache kumuita mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume ameapa, wallahi, kama ataongoka mtu mmoja kupitia wewe, hilo ni bora kuliko ungepewa kitu chochote. Maanake ametaja ngamia kwa thamani. Kwa hiyo kifikirie chochote chenye thamani na wewe. Kwa maneno haya na kiapo hiki, tuliona juhudi za maswahaba walivyoelewa mafundisho haya, na wakafanya juhudi za kuhakiki lazima wafanye kitu katika dini yao. Kwa maelezo haya ya Mtume na kwa kiapo hiki alichokiapa, maswahaba juhudi zao zilikuwa kubwa mno kuhakikisha
wanafanya jambo katika dini yao, waongoze watu wafaidike kwenye dini yao. Tumwangalie Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, mpenzi wa Mtume, rafiki yake kabla hajakuwa Muislamu, kabla hajakuwa Mtume, ni rafiki yake mapema sana. Siku Abu Bakar alipojua tu utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na akatamka shahada, alipomwacha Mtume tu pale alipoondoka, aliondoka na kazi moja kubwa sana. Alikwenda kuhisi kwamba jambo nililolipata mimi lilivyo zuri, lilivyo kubwa, nimepata kumjua huyu Muhammad ni mtume na nimetamka shahada, nina marafiki zangu hawajajua hili. Alipoondoka pale, masulia ile ikaingia kichwani, akahisi raha, akahisi dhima ya kwamba rafiki zake nao lazima wajue, wapate kama vile yeye. Akaenda akawatembelea marafiki zake, maswahaba wenzake tuliokuja kuwajua baadaye kwamba hawa nao ni maswahaba, wakawa ni maswahaba wakubwa sana, kwa sababu walikuwa ndio wa mwanzo na kuingia kwenye Uislamu na walibashiriwa pepo. Alikwenda kumuona rafiki yake mmoja, Uthman bin Affan, rafiki yake mapema, mfanya biashara mwenzie. Akaenda akamfanyia tashkili, akamwelewesha kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthman, rafiki yangu, unajua huyu sahibu wangu ninayetembea naye, unao habari ya kuwa amekuwa ni mtume wa Mungu? Acha bwana, ndio hivyo, ndivyo, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wewe ulikuwa huoni kama ni mtu wa ajabu hapa, hatumuoni afanani na sisi? Ndiyo namuona, amenitamkia mwenyewe leo kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ameona hili na hili na hili kwenye pango ya Hira, ameambiwa kuwa ni mtume wa Allah, na mimi nimetoa shahada kwake yeye. Tayari ashakubali yule. Uthman bin Affan ameshatamka shahada kupitia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhuma. Amefanya kazi hajafanya kwa kiapo kile cha Mtume, ashaingiza mtu au bado? Amemwingiza. Abu Bakar akaona bado, akamfuata Saad bin Abi Waqqas, akaenda akampiga tashkili naye. Saad, nikwambie kitu, mnajua nimepata neema gani mimi? Sijui. Wewe unamuona yule sahibu wangu ninayetembea naye Muhammad? Ndiyo. Wewe unafikiri mtu wa kawaida yule? Hapana, sio wa kawaida. Basi kwa taarifa yako, yule ameletewa Jibrili, amekuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Acha matezo wewe, sema kweli. Ndiyo. Nisipitwe na mimi na hilo. Akamtamkisha shahada, naye akatamka shahada. Saad bin Abi Waqqas wa pili huyo. Akaondoka, akamfuata Abdurrahman bin Auf, mfanyabiashara mwenzake, akampa tashkili naye. Abdurrahman, nikupe taarifa njema ndugu yangu, rafiki yangu, yule bwana unayeniona ninatembea naye Muhammad, si unamuona bwana? Namuona. Wewe unamuonaje ukimwangalia? Yule ni mtu wa kuulizwa tena, ni mtu yule katika jamii, acha mchezo bwana, ni nabii yule, mtume wa Mungu. Mimi nimekwisha silimu na wenzangu wamesilimu, na wewe usichelewe. Abdurrahman bin Auf naye akatamka shahada. Akampata Zubair ibn al-Awwam, akampiga tashkili, naye akatamka shahada. Akampata Talha ibn Ubaidillah, mtu wa nne watano huyo, akampiga tashkili, naye akaingia katika Uislamu. Amewapata watu watano, amekuja nao kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, anamwambia marafiki zangu hawa wote wamekwisha silimu. Tuko pamoja tuko pamoja Hawa ni marafiki zake, wafanyabiashara wenzake. Hakwenda mbali, hajasafiri kama kombo labda kutoka Iringa akaja hapa Korogwe, la hasha. Marafiki zake anafanya nao biashara.
akawaingiza katika Uislamu, akawaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa watu hawa watano, katika historia ya watu hawa watano wote walibahatika kubashiriwa pepo. Wote ni katika wale waliobashiriwa pepo hawa, na katika masahaba wakubwa walioingia Uislamu mwanzo ni hawa. Inaposhuka aya wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar, wale wa mwanzo walioingia katika Uislamu, wale katika muhajirina, hawa ndio hawa. Leo akija mtu ghafla tu akikwambia huyu sijui hivi sijui hivi, Mungu katika aya hiyo alisema radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia hawa watu. Tuko vizuri eh? Ukiisoma aya hiyo katika surati Tauba ukakutana nayo, surati Tauba kama sikoseni aya ya 100, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansari. Ansari nao wana habari zao nyingine, nimetaka hawa kwanza uwajue hawa. Walladhina tabauhum biihsan, na waliokuja baada ya hao kwa wema. Mungu anatangaza kwenye aya hiyo radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Hivi mtu akisharidhiwa na Allah ni wa peponi au motoni? Peponi. Hawa ndio kutajia majina haya: Abu Bakar as-Siddiq mwenyewe, Uthman bin Affan alislimishwa, Saad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah. Wote walibahatika kubashiriwa pepo hawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumemwona Abu Bakar as-Siddiq ya? Jamani, tuko pamoja? Huyu Abu Bakar as-Siddiq ndio huyu ambaye tuna habari za kwamba alitoa mali yake nyingi kwa ajili ya Uislamu, nyingi sana, na nyingine kuwakomboa watumwa. Hata Bilali alikuwa akiadhibiwa kwenye utumwa, na huku akisema ahad 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 ahad, anachapwa viboko yuko juani, ameshatangaza Uislamu, Allahu ahad ahad ahad, mpaka wakachoka wale wenye kumwadhibu, wanamwambia aache Uislamu, yeye anasema ahad. Abu Bakar alipomwona anavyoadhibiwa akaenda kumnunua. Alipokwenda kumnunua, wale wauzaji wakawa wanauza kama kitu kisichofaa. Mtu mwenyewe kwanza hana lolote, lakini Abu Bakar akasema huyu, nyinyi mnasema hana lolote, yani hata mngeniuzia kwa thamani ya watu wangapi, akataja idadi, huyu mimi ningemnunua, ni mtu bora kuliko mnavyofikiria. Na Mungu akampandisha daraja Bilali, akawa ndio muadhini wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maisha yake yote, na mpaka leo anatajwa katika watu walioingia kwenye Uislamu kwa kuadhibiwa kukubwa sana. Abu Bakar as-Siddiq alikuwa katika sifa hizo, alitambua umuhimu wa kufanya kitu kwa ajili ya dini yake. Tuko pamoja? Ndio hivi waja wema waliotangulia wote, kila mmoja kama ukimsoma habari zake utakuta walikuwa wakishindania katika mambo ya kuhakikisha wanafanya vitu katika dini yao, bali walikuwa wakishindana kujifunza kwenye dini yao, waijue vizuri, nao ni watu wazima. Huu Uislamu ulipofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa kina Abu Bakar walikuwa ni watu wazima, umri wao mkubwa, lakini wote wakafanya juhudi ya kuisoma dini yao vizuri kwa Mtume na kuifuata vizuri kwa utu uzima huo. Kwa hiyo mama, binti yangu, dada, mjukuu, popote ulipo ukisikia habari hii, usije ukadharau kujifunza dini yako
kwa kusema umri wangu umesogea, kwa sababu jamii tulionayo sasa hivi ikishaanza shule, ikifika darasa la 7 tu hata madrasa wanakimbia na wanabanwa pia wasipate fursa za kujifunza tena dini yao. Kwa hiyo vipindi vya kujifunza dini ni vidogo, lakini wanazo fursa za kujifunza dini kila kona, ila tu wimbi la kuwatoa kwenye akili hizo limekuwa kubwa. Simu hizi zinatumika ukitaka kujifunza kwa hizi simu, lakini simu zimejaa vikorokoro vingi vya kuwatoa watu kwenye dini, vingi kushinda hata hayo mafunzo yenyewe. Nafasi mafunzo yako mengi, lakini ushawishi wa vitu vya kukutoa ni vingi sana. Kwa hiyo watu wanapigwa vita kila upande vya kifikra, waione dini haina maana. Hawa watu walijifunza dini wakiwa ni wakubwa. Mabinti zangu, msiache kujifunza dini yenu kwa ajili ya kwamba eti shule imekuzonga huna nafasi. Si kweli. Na simu ukiwa nayo uitumie kwa kujifunzia dini, itumie kwa mambo yanayofaa, utalipwa na Allah. Usiitumie kupotezea wakati, ukaiga vijana wenzio wanaokaa wakijiangalia hivi alafu wakajirusha kwa TikTok. Kila anashika simu binti utamwona amempa mwenzie, amempa pale, basi ajigeuze huku, akijigeuza huku amuige mwimbaji fulani, yeye anaonekana kama anaimba yeye, ndio furaha iliyopo hiyo. Uweni makini, mnapotoshwa. Uwezo wa kujifunza kwenye dini yenu ni mkubwa sana, upo. Na ukifungua web inayoitwa alhidayah.com kwa Kiswahili, hiyo alhidayah.com. Hiyo Alhidayah imeandikwa, imetengenezwa na vijana wa Kiislamu wazuri tu. Utajifunza vitu vingi sana huko. Unachotaka ukauliza utajibiwa. Mafunzo yaliyokwisha andaliwa tayari yamo. Tumia muda uifanyie kazi alhidayah.com. Ukitaka kujifunza adhkari nyingi zilizotakiwa tujifunze, tulizofundishwa na Mtume, chukua kitabu kidogo tu kinaitwa Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, kitabu kidogo kinaweza kufundisha vitu vingi sana katika adhkari zako za kila siku za asubuhi na jioni. Mambo mengi utajifunza, na mengineyo ukitaka kujifunza yamejaa. Sasa ni wewe tu ujiulize, mimi nimefanya nini kwa ajili ya dini yangu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alikuwa na rafiki yake mmoja anaitwa Utban ibn Malik, wanakaa jirani. Walipangiana zamu Umar bin Khattab na Utban ibn Malik, walipangiana zamu ya kuhudhuria darasa za Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Waliona maisha yanawasukuma, wanahitaji kutafuta riziki, lakini mafundisho ya Mtume, na ikiwa aya zimeshuka zisiwapite. Hivyo wakapangiana zamu. Siku moja anakwenda Umar kufuatilia kila kinachopatikana kwa Mtume, anakiandika. Siku ya pili anakuwa ni Utban bin Malik, anakwenda kwa Mtume, anaandika kila kinatana. Wanakuwa ni wenye kufanya revision, wanasoma vitu vile kwa pamoja, wanavifanyia kazi na mazoezi na kukijua kitu kipya kilichokuja. Hii ilikuwa ndio kazi yao katika dini, ili wapate kuwafundisha na wenzao dini. Fikiria na wewe, juhudi yako ni ipi katika dini yako? Kila mmoja ajiulize swali lake. Nini juhudi yangu mimi katika dini? Nimefanya kitu gani katika dini yangu? Kila mtu ajitizame. Anaye rafiki yake pengine si Muislamu, amewahi hata siku moja kumfikishia Uislamu akaujua? Anaye rafiki yake
si mjuzi wa dini, je, anamfikishia yale anayoyajua yeye ambayo yeye hayajui? Anaye rafiki yake pengine ni kapotoka kidogo, amefanya juhudi ya kumshika mkono, kumwongoza ili abadilike? Anaye jirani yake amefanya juhudi hizo? Ukiwa ni mfanyakazi kwenye ajira, unao waliokuzunguka, umefanya chochote wanapokuwa faragha na wewe? Ikiwa ni mfanya shughuli za biashara sokoni au kwenye magenge au popote, umefanya chochote katika wale unaokuwa nao? Ukiwa bado ni mwanafunzi kule unakosoma, je, umefanya juhudi jamii, chuo kule kuna mambo ya kisasa sana, umemshika mkono rafiki yako ukamtoa kwenye usasa? Ninapozungumza usasa huu sina maana kwamba mtu hatakiwi kuishi maisha ya wakati wake, labda aishi maisha ya watu wa miaka 100 iliyopita. Sina maana hiyo. Maana yangu usasa mwingi maanake ni kumwacha Mungu, ndio ulio. Uitwe mtu wa kisasa ila ukimbie mambo anayoyataka Allah. Ukiwa ni mwanamke ili uwe wa kisasa, hijabu kwanza isiwepo. Ukiwa ni mwanamke uwe wa kisasa, watizame robo 3 mitaani wote wamejifunga kamba zinaning'inia huko nyuma, ndio nywele hizo. Ndio usasa ule. Makamba yananing'inia, kila mtu amejifunga mikatani kibao inaning'inia, akitembea anairusha hivi na inakaa mwezi mzima kichwani, siku ikifumuliwa inanuka. Haki ya Mungu inanuka. Ushasikia wewe? Unapita hivi, unapita tu, mmoja anafanywa huduma pale, unapita tu unasikia hiyo harufu. Unauliza nini? Unaambiwa nywele hizo zimefumuliwa. Atakiwa kufanyiwa huduma yule. Nywele. Ana roho ngumu. Huo ndio usasa. Kwa hiyo wanataka ukiwa wa kisasa sharti uwe vile. Usithamini nywele zako, usithamini kucha zako, usithamini rangi yako, usithamini macho yako, bali usijithamini mwenyewe kabisa, uwe mtu mwingine. Uwe huyo mtu wa huko, mtu aliyeletwa kwenye kapu tu akaletwa. Yaani mtu wa Ulaya umekuwa uko hapa, ndo wewe sasa ndio umekuwa mtu wa kisasa jamani. Kwa hiyo hata yule mwanafunzi mwenzio chuo kikuu huko, umemfikishia uzuri wa dini yako? Kwa pahali popote pale umefikisha uzuri wa dini yako? Je, umehisi kuhuzunika kidogo ukiwa hujui kitu katika dini yako? Unajihisi kidogo huzuni kwamba hiki sikijui? Unahuzunika kidogo? Hilo liweke kichwani kwamba jambo fulani sijui na nifanyeje ili nijue. Mpaka tukaleta maswali haya, tunajifunza vingi sisi. Tunatoa namba za simu, na hapa pia nisiondoke ila niwape tena namba za simu ili mtusumbue hivi tuwafundishe. Wala hatuchoki kuwafundisha, ila tunawaambia msituandikie message tu, msiandike SMS. Piga simu, hela kidogo tu unapiga, na ukipiga hata ikikatika mimi nitakupigia wewe. Umepiga, umejitahidi, umepiga, unazungumza, salio limekwisha, utaona mimi nimekupigia. Endelea, niulize, jifunze, wala sichoki. Lakini usiniandikie message nashindwa kuzijibu, watu ni wengi. Ukiwa umeshindwa kuzungumza direct maswali yako, labda umeona aibu kitu fulani, rekodi kwenye WhatsApp sauti yako, rusha. Kaza sauti tu, lakini wewe mwanamke shupavu, zungumza kike kishupavu, sio usinilegezee sauti. Nimeeleweka? Je, umehisi
kwamba unapata huzuni kitu fulani ukijui katika dini? Je, umepata hisia za kuhuzunika ukiona mambo fulani yanafanyika ovyo ovyo, sio Kiislamu, na yanapiga vita Uislamu? Unahuzunika? Kama unahuzunika, juhudi yako ni nini kurekebisha? Vyote hivi viweke kichwani, ndio utakuwa umefanya kitu katika dini yako. Unapoona mambo ya ovyo ovyo yameenea, nafasi yako ni ipi kwenye kutengeneza? Kwa wanawake wenzio tu kwa mfano, wala usianze kutafuta kwa wanaume. Na kwa nini nakuletea fikra hizi? Ndicho utakachoulizwa kwa Allah. Utaulizwa kiwango cha uwezo wako. Usije ukasema mimi nitayaweza mambo yote duniani. Mungu hakuulizi yote duniani, atakuuliza yale yale karibu yako, yale unaoweza kuyafanyia kazi. Umeyafanyia kazi? Ukiwa hukufanya kazi, utaulizwa kwenye hilo na utatakiwa kujibu kwa nini hukufanya kazi na jambo unaliweza. Je, umehisi kuwa mimi nipo na ni Muislamu, natakiwa nifanye kitu, na nisipofanya wenzangu wanafanya? Hiyo ndio nembo yangu, wanatembea nayo hiyo. Nisipofanya mimi, wenzangu wanafanya. Kama mimi sijathibitisha nipo, wenzangu wanathibitisha, wapo. Yaani wenzangu ambao sio Waislamu au wanaopiga vita Uislamu wanafanya kitu, nani atakayeacha athari? Ni mimi au wao? Eti kama wewe umekaa ufanye chochote, mwenzako anafanya kuvunja, atakayeacha athari ni wewe au ni yeye? Wewe ufanye, yeye anafanya, nani ataacha athari? Yeye. Wewe utaacha athari ya kukaa, na ni athari mbaya. Ikionekana ile athari ya mtu amekaa, mbaya sana, inatisha. Lakini ya mtu anatembea, zinaonekana nyayo anakwenda kule, hizo athari nzuri. Lakini zimekaa tu, amekaa, ile alama ya kukaa ile mbaya, inatisha. Kama sijathibitisha kuwa mimi nipo, wenzangu wanathibitisha kuwa wao wapo. Ni lazima niwe na mpango wangu unaoonyesha kupangua na mwenzangu baya. Mwenzangu ana mpango wa baya kulieneza kwetu, mimi niwe na mpango wa kupangua hilo, nifikishe zuri. Na muumini siku zote anatakiwa idfa billati hiya ahsan, ondoa ubaya kwa namna nzuri. Tuko pamoja? Ondoa ubaya kwa namna nzuri, sio useme ondoa ubaya kwa ubaya tu, kama ubaya tu, noma tu. Hapana, sisi hatuna sera hiyo. Ni wajibu wetu kila mmoja awe ana kitu kizuri kilichofundishwa na Mungu kifike kwa wengine. Kila mmoja wetu afikirie hicho kitu kizuri kitakachosukuma dini iende mbele. Hebu muwe na hamasa za kutembelea madrasa. Tembeleeni. Pengine mna michango yenu midogo midogo mle ya kuhamasisha mkitembea, lakini msipotembea kabisa, mkakaa nyumbani tu mnaambia watoto nendeni kila siku, mtashindwa kufanya kitu. Lakini wewe na jirani yako, wewe na rafiki yako, hebu tukatembelee madrasa yetu, hebu twende, mwende pale mkaone kitu, mkaone wanavyosoma. Hatuwezi kuwahamasisha kwa jambo hawa, mnaweza. Kuna mambo mengi tu ambayo wala hayahitaji gharama kubwa, vitu vidogo vidogo tu. Mkaenda na zawadi tu, zawadi ya mfuko wa pipi tu, 2, 3, 4, ukamwambia ustadhi, weka ofisini hizi pipi mifuko 5 hii, sio za kugawa kwa pamoja leo, hizi za kuhamasisha. Anayefanya vizuri mpe pipi, anayekuja mapema amewahi darasani mpe pipi. Watawahi hawawahi? Watoto wakiona kuna pipi watawahi hawawahi? Wanawahi. Umepeleka mifuko yako 10 ya pipi, unamwambia ustadhi, hifadhi
hii kwa mtu anayewahi madrasa, akiwahi tumpe pipi. Wanafunzi watakuwa kule wanatoka mbio nyumbani kwa ajili ya kuwahi madrasa, watakwambieni ustazi ukiwahi anakupa pipi. Unamwambia na nyingine hizi weke, atakayekuwa umempa kitu akihifadhi tumpe pipi 2. Hayo ni mambo yanasaidia wale watoto. Na pengine mnaweza mkatembea mkafika madrasa ile ile mkaiona kuna kitu fulani kimeharibika, mkatengeneza hii nyinyi tu ndio mmefanya kitu kwenye dini hicho. Siku nyingine mnaweza mkaenda madrasa mkakuta kuna shida za mwalimu tu na nyinyi mnaziweza, mkaziangalia bila hata kumdadisi, mkaona tu. Kwani shida nyingine si zinaonekana hivi hivi ama hazionekani? Watu wakitembeleana hawajuani matatizo yao? Unajuana, tembelea nini? Namtembelea nyumbani pia, namtembelea kwa namna nzuri, kwa nia njema. Mnatembea wala hamuulizi kitu, mnagundua kitu ambacho nyinyi pengine mko bora kuliko yeye. Siku moja mnatoa huduma pamoja bila hata kumshirikisha yeye, mnakaa pamoja, mnapanga hili tukafanye nyumbani kwa mwalimu, mnakwenda mnafanya. Ndio utakuwa umefanya kitu katika dini yako, umemhamasisha mwalimu huyo, hahami tena hapo. Nilikwenda kijiji kimoja, walikuwa wanahitaji mwalimu, nikawapa mkakati, nikawaambia hivi, walimu wa kuletewa na hapa ni kijijini, mara nyingi wanaondoka, lakini nataka muandae mwalimu wa kwenu. Nipeni kijana wenu nikamsomeshe Iringa, halafu huku nyinyi watu wa kilimo fulani, andaeni shamba lake la kwake, ili miaka yake anaosoma kule, hili ni shamba lake mmemwandalia. Wana kijiji kwa pamoja mnafanya juhudi zenu ya shamba hili. Akimaliza kusoma huyo, shamba hili ni lake, mnamkabidhi, mnamuozesha kabisa, huyo hatohama. Na kweli wakafanya bwana. Huyo mwalimu huyo yuko mpaka leo, yuko kwao, shamba aliandaliwa, anafika liko kabisa shamba lake, eka kadhaa kama wenzake, na ameoa na amepata na watoto, anaendelea, haondoki. Viko vitu vya namna hii. Kutembelea kwenu kunaweza kukafanya kitu. Fanyeni ziara kwa zile sehemu zenu. Mnaweza mkafanya jambo la kwenu mkaacha athari nzuri. Pale Iringa pana kina mama ambao wamekwisha kufa wenyewe, walikuwa na sera zao nzuri huko nyuma, wakasema mpaka wakajenga msikiti mmoja ukaitwa msikiti wa kina mama. Mpaka leo wameshakufa kina mama wenyewe, amebakia nafikiri mmoja au wawili, lakini walijenga msikiti wa kwao na madrasa ipo mpaka leo. Juhudi tu, wamefanya kitu katika dini yao. Na nyinyi hapa mna uwezo wa kufanya vitu, sio kitu, lakini kila mmoja aumie kwanza ndani ya moyo, nimefanya nini kwa ajili ya dini yangu mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, Surat Al-Ankabut aya 69, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale wenye kufanya juhudi kwetu tutawaongoza njia zetu. Ukifanya juhudi kwa ajili ya jambo la Allah, Allah anakuongoza, anakushika mkono yeye, pita hapa. Ankabut 6:69, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale wenye kufanya juhudi kwetu kwa ajili yetu tutawaongoza njia zetu. Manake Allah ameahidi kuwashika mkono. Kingine Allah anasema tudhihirishe kushukuru kwenye neema. Anatupa aya inawaambia watu wa Daudi, yaani ni wajibu wetu sisi kudhihirisha shukurani kwa neema, tuzidhihirishe kwa vitendo, sio maneno tu. Shukurani inapatikana kwanza kwa kukiri moyoni kwamba neema hii amenipa Allah. Sawa? Moja hiyo.
kukiri wapi? Moyoni. Hii ni neema Allah amenipa, moyoni mwako umekubali, usijione ni ujanja wako. 2, kuizungumza hiyo neema pindi ikihitajika kuzungumzwa. Ulimi wako nao utamke kwamba neema hii amenipa Allah. Yaani kama vile mtu akuuliza, hebu nieleze siri ya mafanikio yako, ukasema alhamdulillah, taufiki ya Allah, nimefanya hiki na hiki na hiki, Mungu ameniwezesha hili, si ndio? Hapo si umedhihirisha kwamba ni Mungu amekuwezesha? Sio ile kama wanavyosema vijana, nipe siri ya mafanikio yako. Tunapambana bwana, wao wanasema tunapambana bwana, wewe umekaa umelalala tu hapo, sisi tunapambana. Huyu hajaonyesha kwamba Mungu mwenyewe ndiye amempa taufiki ya kufikia, ni mapambano yake. Kwa hiyo njia ya pili ya shukrani, ulimi ukubali kwamba Allah amekupa neema. Njia ya tatu ya shukrani, njia ya tatu ya shukrani ni kufanyia kazi zile neema katika kumtii Allah. Kwa hiyo ili uwe umeshukuru kisawasawa, kwanza moyo wako ukiri kwamba ni neema ya Allah. 2, ulimi wako utamke panapohitajia kutamkwa. 3, kufanyia kazi neema hizo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Huko ndio kushukuru kumekamilika. Allah alisema akiwaambia watu wa Daudi, Surat 7 aya 13, i'malu ala Dauda shukra, i'malu ala Dauda shukra, fanyeni kazi watu wa Daudi hizi neema hizi, shukra, kuonyesha shukrani, zifanyieni kazi. Watu wa Daudi, fanyieni kazi neema za Allah hizi, kuonyesha shukrani zenu. Wa qalilun min ibadi yashkur, na ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru neema zake. Kwa hiyo hebu na sisi tuangalie neema tulizo nazo, tukiri Mungu ametupa. Mna walimu nyinyi, neema sio neema? Mna madrasa, neema sio neema? Sasa ziangalieni vizuri, mkiri kwenye nafsi kuwa ni neema, mzifanyie kazi kwa kuzungumza neema hizi, mnakumbushana, halafu muonyeshe athari ya neema hizi, zienee zisidumae. Surati Tauba aya ya 105, Allah anasema waqul i'malu, waqul, sema Mtume, waambie i'malu, waambie hawa watu i'malu, fanyeni kazi, fasayara Allahu amalakum, Allah ataona kazi yenu, wa rasuluhu, na Mtume ataona, manake Allah atamuonyesha, walmu'minuna, na waumini wataziona kazi zenu. Fanyeni kazi, hazipotei. Wasaturadduna ila alimil ghaibi, mtarudishwa kwa Allah mjuzi wa mambo yaliyojificha, wa shahada, na yenye kuonekana. Fayunabbiukum, atakupeni habari, bima kuntum ta'malun, yale mliokuwa mkiyafanya. Fanyeni kazi, hazipotei, zitaonekana. Inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah hapotezi ujira wa mwenye kufanya mambo vizuri, hapotezi. Aya ya kumalizia ya mwisho, Suratul Ra'd aya ya 11. Suratul Ra'd aya ya 11, anasema Allah, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah habadilishi
yaliyoko kwa watu, hata yughayyiru, mpaka wao wabadilishe, ma bi anfusihim, yaliyomo ndani yao, ndani ya nafsi zao. Mungu habadilishi mambo mlionayo mpaka nyinyi mbadilike humo ndani. Vipi maana yake? Maana yake ni hivi: Allah akikupeni neema, haziondoi neema hizo mpaka nyinyi mbadilike, hamshukuru. Nafsi zenu hazionyeshi shukurani, Mungu anaondoa hizo neema kwa sababu mmekufuru neema. Ndio amebadilisha yaliyopo kwa sababu nyinyi mmebadilisha ndani ya nafsi zenu. Mlitakiwa mshukuru, hamkushukuru. Na akiziondoa, si ndio ameshabadilisha? Akiziondoa harudishi tena mpaka mtubu, ndio kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi. Zikiondoka mjue mtabakia hivyo hivyo mpaka mkitubu, ya Rabbi, tumekosea, anakurudishieni tena neema. Kwa hiyo Mungu hawaondoi watu kuwaondolea walionayo akawanyang'anya mpaka wanapokufuru neema, wananyang'anywa neema hizo. Wakishanyang'anywa hazirudi neema mpaka watubu, ndio wamebadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao, wanarudishiwa neema. Ama ile kujaribiwa kwa adhabu ndogo, hilo ni somo ambalo tutalizungumza magharibi. Wanaume watakuwa ndio mhadhara wao, lakini hauzuii kina mama wakiwa nao wanasikiliza popote nafasi wanayo, ndio somo litakalokuwa lipo. Kujaribiwa, kupewa mtihani. Mtihani unaweza ukaja kwa maana ya kwamba mtu ameteleza, hajanyang'anywa huyo anagongwa kidogo, wewe sio hivyo. Akigongwa anastuka, akistuka, ya Rabbi, vipi? Ndio kutubu kwenyewe. Anagongwa kidogo, anawekwa sawa, anakaa vizuri. Sio kujaribiwa kwamba ndio ni adhabu. Na inafanana na hii aya pia inafanana. Kule kujaribiwa kule sio kwamba ndio umeadhibiwa, umekumbushwa, kwa sababu iko adhabu kubwa huko akhera. Allah hakutaka mtu imfikie huko, anampa adhabu ndogo hapa duniani, chap, ile daga ile, anapata elimu, anakaa sawa. Tuko pamoja? Ewa, kama tuko pamoja. Kwa hiyo jiulize, nimefanya nini kwa ajili ya dini yangu? Na fursa bado ipo, haijapotea. Kama ulifanya, bado uko hai, uendelee nguvu za kufanya. Kama hujafanya, manake jiulize, kwa nini sijafanya ili nifanye.